Fina, ndio fanya nini hivyo? Breezy mdogo wangu. Hivi unajua sisi hizo hela tunazozitafuta tunazipatia wapi? Hela tunazitafuta kwa shida. Unanielewa? Sasa tunapokupa hela ukafanya biashara, unaenda kufanya mambo ya kijinga, inakuwa sio vizuri. Sasa hiyo hela nilokupa hiyo ndio hela ya mwisho. Yaani sikupi tena hela. Na mambo unayoyafanya sisi tushajua. Yaani hela unatumia vibaya sana. Unaona unafanya starehe na wanawake, unaonga, unabadilisha wanawake. Kwa nini mdogo wangu? Sister, sikia nikwambie. Yaani kunipa hela vyenu, sijikute mmewini sana. Yaani kunipa laki mbili, laki moja. Hey, mimi yaani kuna watu uko mtaani, unaona hisa na marafiki wanapewa milioni 30, milioni 10 na hawajali. Sasa nyinyi kunipa hela kidogo, rafiki yangu unaona kama acha ningenga basi. Nanyi ndugu bwana, simpo vipi yani? Afu naongea hapa ndani wakubwa asikie au vipi? Wakubwa asikie nipate kuonekana na mdomo ile. Breezy anapenda mademu, Breezy. Wewe unataka nisipopenda mademu nipende nani? Au na kama unataka sema nikupatie. Mimi nakupa haki yako. Unajua mimi nacheza kama midfielder. Ubavu chuma pande mwanaume mashine. Sasa unataka nini? Wewe sema kama unataka mimi nipo kwa ajili ya kazi hizo. Sawa. Hizo kauli ulizoziongea leo, ukitoka hapo ukishatumia hela vibaya, sitaki kukuona humu ndani. Ukitoa mguu wako hapo, naomba usirudishe ukishatumia hiyo hela. Sasa kama unataka mimi nifanye nini? Wewe unataka sema nikupatie. Nacheza kama Pele, sasa kumbe nini? Wewe Breezy. Wewe. Unajua unalala wewe? Aise, yaani ya maisha ndugu yangu sawa sana gwaride. Ukisikia mguu upande au nyuma zigeuka, yule aliyekuwa wa kwanza anakuwa wa mwisho, na yule aliyekuwa wa mwisho anakuwa wa kwanza. Unajua kwa nini? Mimi najiuliza sana. Idadi ya wahitimu wasomi inazidi kuwa kubwa huko mtaani, alafu cha kushangaza ajira hakuna. Ndugu yangu, sio kama anacheka na kudharau, ila hapana. Ni mwaka wa pili upo kitaa. Mimi na masters ya ualimu ni mwaka wa 6. Natamani nifanye hata biashara lakini mtaji sina. Ila na ndugu wenye uwezo nimwashirikisha, lakini hata kumsaidia hata shilingi 100 pia imeshindikana. Afu istoshe wazazi wangu wamesomesha kwa shida sana, wakiamini kwamba wameuza kila aina ya vitu nisome nije kuokoa. Lakini mpaka wanafariki hajavuna matunda yangu. Kwa hiyo kwa hilo ndugu yangu, tupambane kivingine, tumuombe Mungu. Ila kikubwa naomba tukupe pongezi kwanza kwa timu. Bwana, lakini mimi nina wazo juu yako. Unajua una mwili mzuri sana, alafu ile siku moja unafanya mazoezi na nini, ingetusaidia. Kwa nilichokuwa napendekeza sana, tafuta mshangazi ndugu yangu, kwa sababu utatusaidia sisi kimaisha kuliko kukaa hivi afu siku zinazidi kwenda, umri unaenda. Kwamba tambua kuna maradhi cha kwanza. Afu cha pili pia hicho kitu unachokizungumzia ni elimu ya mtaala, lakini sikusomea huko. Ni ushauri mzuri, lakini mimi nakushauri tafuta mshangazi. Nipo serious katika hili. Ila kikubwa ni kushauri mimi nitafuta mshangazi. Japokuwa kuna maradhi na nini, ila nitakuwa niko makini. Ila nakushauri na wewe kulingana na ulivyo basi tafuta kishangazi, sio kimbili kimo kinini basi nikikosa na wewe. Wewe ulege bwana. Tushiumu kaka. Nachoko tafikiri mazuri. Ndio elimu. Wewe bwana. Nisubirie. Hapana, mimi kwa kweli nasema ukweli, hii biashara ya kukopesha hela hii
Naona sasa hapa nakaribia kunyosha mikono juu. Naaga mashindano maana hapana nimechoka. Kama ulikuwa hauli chakula, basi ulikuwa unaongea. Kwa sababu unaosha mikono, mafanya hivi. Sasa wewe hali hii bado kijana hivi, ukizeeka wewe ukatumia mkongojo, basi utakuwa kama bichanja. Bwana hapa mimi na chakula. Kwani wewe una shida gani na mimi? Kwanza kabla ya shida. Hivi unavyotembea kwenye vichaka kama hivi, wakikubaka? Cha ajabu ni naenda hadi polini, acha kichaka. Yaani mimi ninatoka kudai madeni yangu huko, watu washanivuruga huko, hawajanilipa, wananipa tu kalenda tu. Nimechoka. Jamani, kazi ya kukopesha hela inakela. Hapana kwa kweli. Ona. Yaani mpaka Mwenyezi Mungu kaniadhibu nisikukate jicho la usda wewe. Muone kwanza. Eleza shida yako lipita bwana, mimi niondoke. Naomba nisikilize. Hayo mambo ya kisukari wala nini, mimi nataka shilingi 5,000 tu. Yaani hata ningekuwa na hiyo hela hapa au uko benki nisingekupa. Yaani watu wamenidhulumu na wewe bado unataka unidhulumu. Wewe 5,000 wewe unayo. Alafu wewe sikiliza. Hapa nina kisukari ukijumlisha maraganzi, wewe unajifanya wewe zipe. Umesahau. Sasa wewe nitakuja kukukomesha na nitakavyo kufurahisha wewe. Hutaamini. Yaani hutaamini. Kwa hiyo kwenye jicho limeingia dudu. Wewe kama kuna matatizo na nyumbani sijui kuna waka moto, itafaa hoja kwa uzime. We mzee, naomba uishi ndani ya ahadi yako. Endapo ukivunja ahadi, utakuja kuona kirikuu kimetua hapa. Na ukikiona kirikuu, uje huku ndani na kuja kusafisha kila kitu. Naomba nisikilize. Hicho kiasi ambacho unanidai, takupa mara 3 yake. Wewe nenda. Mimi sikuaishi. Wewe. Tulia hapo. Nimekuja. Bora nimekukuta hapa nje. Maana ungekuwa huko ndani. Na hakika kabisa ungesikia sauti yangu usingetoka. Sasa sikiza. Unajua paka sasa hivi nimeshaamini. Binadamu hakutana lakini milima inakutana. Yaani tumekutana kule na sasa umeshafika huko tena. Sasa ni hivi. Naomba changu niondoke zangu. Sawa baba? Sasa hebu sikiliza. Labda ile shilingi 5,000 ambayo nilikuomba mimi kule njiani. Lakini sasa hivi kweli unanidai? Kumbuka una 100,000 yangu. Na makubaliano yetu ni mwezi huu mmoja, lakini sasa ishafika miezi 3. Naomba changu niondoke zangu. Sitaki kabisa kelele na wewe. Kwa hiyo na wewe unanidai mimi? Wewe mzee si bure. Na hapa mbele Mwenyezi Mungu kwa mikono yangu yote miwili. Wewe mzee ni tapeli. Sasa sawa, hapo kidogo sasa nishakumbuka. Unajua mimi macho yangu ni ya uzee. Afu na akili zangu kama zimelalala vile, nishakumbuka. Nilikuja kukopa hela kwa ajili ya kumuguza mamangu. Unajua mamangu anaumwa ndani. Ndio maana hapa nakwambia upunguza kelele sababu mama anaumwa. Yawe macho ya uzee, ya ujana, na inaonekana ujanani ulikuwa macho yako ni mwitu yamekaa hapa kwenye utosi. Sasa sikiliza. Maana nimezunguka huko mashariki, magharibi nimekosa hela. Na ndio maana mguu wangu umekuja tena hapa kwa mara ya pili. Nikasema huyu baba namdai, ngoja nimuendee. Kwa hiyo baba, naomba hela yangu na ninachojua mimi. Mama yako haumwi na humu ndani hayupo. Wewe mzee ni tapeli sana. Yaani kumbe zile habari ninazosikia huko mtaani kwamba wewe ni tapeli, wewe malaya, wewe mlevi, wewe mcheza kamari ni kweli kabisa. Kwa sababu yani mzee kama wewe mtu mzima wewe itakiwa saa hizi ufanye toba. Umrudie Allah. Wewe ndio kwanza unazidisha utoto. Wewe baba naomba hela yangu. Mimi sitaki kabisa. Sasa sikiliza. Kesho Lukwili na wewe kama wa Lukwili. Unakuja hapa Lukwili asubuhi unachukua mzigo wako. Sasa sikiliza. Mimi kukuvumilia sio shida.
Shida ni kwamba nikija hapa nikikosa hela, ungekuwa na ndevu ningening'inia kwenye ndevu zako. Ndevu huna. Na ning'inia kwenye hicho kichwa chako ambacho kimekaa kama lungu. Alafu kwanza sikiliza, naenda kuchukua mkeka na kuja kulala hapa. Wewe utaweza kunitoroka wewe? Basi hapo kidogo umerahisisha. Wewe kachukua mkeka, mimi na godoro tunatandika chini basi tunalala. Haki ya Mungu. Hapa hamna kitu. Wewe mtu mzima bure una kitu wewe. Sasa sikiliza. Naondoka. Asubuhi mapema kabla kuku hajanya niko hapa. Nikija nisipopata pesa yangu. Baba, nasafisha humu ndani. Nabeba kila kilicho chako. Uamuzi ni wako. Ulale chini au ulalie maboksi. Sawa? Huruma sina. Sasa huo mkeka si unazungumzia wewe tena? Huyu mwanamke atakuwa jini huyo. Zamani nilikuwa kaniko mwenyewe pasi mwenzi. Hello. Niambie mpenzi wangu. Kikweli nakuumiza na kukupenda mimi. Lazima mchezo ni lazima ukumbuke eka zangu. Eka zako ndio zinamaliza kila wakati. Niambie mpenzi wangu. Mimi kikweli nakuumiza. Na natamani hata nije kwako. Wewe kila siku unataka kuja kwangu. Kwani leo nisije kwenu? Nije huko kwako. Unajua nini leo? Hapa kwangu kuna washikaji wengi sana. Na sababu wangu mimi najua macho sana. Sasa sije ngolewa chuma changu kwa kipekee yangu na maumivu. Ila nije huko kwangu. Sawa mpenzi wangu, lakini sasa hapa labda kesho. Kesho nitakuja maana leo niko busy vibaya mno. Basi hamna shida. Au kija sitalala hapo. Wewe tena. Usijali, uhakika. Mimi sina ahadi za uongo. Si unajua mpenzi wangu. Na tukimaliza kila tukimaliza wewe. Inabidi kila sekunde tu tunatubu maana sio kwa hizo bingilinge. Wakutubu labda wewe. Maana mimi sina madhambi ya kukuzidi wewe. Wewe jamaa unazingua sana. Umeniambia kutafutia demu nikuletea lakini wapi? Wewe bwana Maulege wewe bwana. Sasa ndo mwanamke gani yule uliyoniletea? Mwanamke sio adhi yangu hata kidogo. Ndio mama nikaamua nimwache. Lakini sasa sija kuona ukiwa na demu. Ndio mama nikuletea yule. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi mdomo mzito, si ndio? Ndio maana yake. Au huko hapa ndi mtungi. Sema basi tukusaidie. Sasa niletee dada yako au ndugu yako wa karibu atakuja kukusimulia. So dada ina shida ya ndugu yangu wa karibu. Ila kwanza tafuta demu kwako nimshuhudie. Wewe bwana, kwa nini unataka kuniambia mimi siwezi kutongoza mwanamke, si ndio? Sijamaanisha hivyo. Ila tafuta demu. Siwezi kweli? Haya basi sawa, nitatafuta demu. Ila kama unahisi siwezi basi nitafutie wewe mwenyewe. Sawa? Sawa, nitafutie bwana. Yote nitakaye kuletea kubaliana naye. Fresh, awe mzuri bwana. Maisha yamebadilika sana ndugu yangu. Tutakiwa kuishi kwenye ile mfumo wa maisha, yani 442 tena flat. Usiwaze ndugu yangu, utapambana.
chochote nachongea ningependa kingekufikia. Natamani hata hivi navyokuimbia sauti yangu ungeisikia. Kasuku. Oh wow, you look so good. Thank you. Umependeza sana mpenzi wangu. Asante. Kwanza nikajua utapotea kutokana na mitaa yetu ilivyokaa. Amna. Mbona ramani iko vizuri sana. Kweli? Sasa basi, ingia ndani mama. Asante. Mimi na wewe tuko mbali sana, kanyota na ardhi, ila bado na imani. Vina, kuna nini? Tuone ndani. Mpaka marafiki wamebaki wanashangaa, kila nachongea masikini kwamba nakupenda sana. Dembo. Mbona uko hapa? Na mbona uko hivi? Mimi nilijua upo huko na maisha yako. Yaani elimu yote ulionayo darasani ulikuwa uko vizuri kichwani. Leo uko hapa na maisha haya? Vina, ni story ndefu. Tutazungumza. Vina, ndio fanya nini hivyo? Nimekuita hapa na maongezi na wewe. Tena ni ya umuhimu. Najua atakuumiza. Tena utashangaa nachotaka kukueleza. Lakini nakuomba niko chini ya miguu yako. Hebu heshimu nitakachokiongea. Na unielewe pia. Yaani yule pale mimi nimejua naye kitambo. Yaani Dembo na mimi tumesoma darasa moja. Tumekuwa pamoja. Tumesaidiana kwa mengi. Yaani ni mtu ambaye tulipendana sana. Sana. Yaani sio kwamba nakwambia kwamba tumesoma pamoja, tumependana kiurafiki au kaka na dada. Hapana. Mimi yule pale alikuwa ni mpenzi wangu. Ndiyo. Alikuwa ni mpenzi wangu na amenisaidia mengi. Toka angali tukiwa shule mpaka tumemaliza shule amenisaidia sana. Yaani ninapoongea sana naomba elewa neno la uzito wa sana. Amenisaidia kwenye shida na raha, kwenye jua na mvua. Alikuwa ananipa moyo sana. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba, ombi langu kubwa kwako, naomba mimi na wewe leo iwe mwanzo na mwisho. Vina, kabla ya kufikiria haya maamuzi, umefikiria mimi nakupenda vipi Vina? Umefikiria upendo wangu labda? Naomba nisikilize. Najua unaumia. Na najua pia hukutegemea kama mimi na wewe mapenzi yetu leo atafikia hapa. Au mimi na wewe mwisho wetu tutakuwa hapa. Hebu naomba unielewe. Naomba. Yaani mimi na wewe tumalizane hapa, lakini sitakusahau. Najua umenisaidia kwenye mengi. Umekuwa mtu muhimu kwenye maisha yangu kwa muda mrefu. Yaani wewe una muhimu na yule naye ana umuhimu.
lakini umuhimu umezidiana. Vina, hadi mapenzi na huu ni moyo pia, unaumia kama unavumia moyo mwingine. Wewe unavyojihisi kwake ndio mimi najihisi hivyo hivyo kwako. Kumbuka basi hata kidogo vingapi tumefanya mimi na wewe Vina. Ni mengi tumefanya. Mbona unani surprise? Tena surprise mbaya Vina. Hebu naomba unielewe. Naomba. Nimekubaliana na yote. Lakini mimi nachokuomba tu Vina, hata kama tumeachana, usinitenge. Mimi peke yangu siwezi Vina. Nitaendelea kukupenda na nitaendelea kukuthamini. Tutakuwa wote. Sio kwamba mimi kuondoka kwangu, kuachana na wewe kwenye mahusiano ndio nimekutupa. Hapana. Ukiwa na shida nitafute. Nitakusaidia. Nitakupa ushauri. Vina, natamani uwe karibu Vina, na macho yangu. Vina, Dia mwewe kipenzi, na hakika wewe ndo tabibu wa homa yangu. Zamani nilikuwa kaniko. Vina, niulie basi Vina. Kwa kweli mapenzi mabaya. Nilikuwa namwita baby, leo naenda kumwita shemeji. Siamini. Mwambie nampenda sana. Mimi naomba mnisamehe sana. Mimi binadamu. Mimi binadamu nakosea. Najua kuna mabaya mengi nimefanya. Nimevunja heshima. Nimefanya mengi yasiyostahili dadangu. Licha yote, usinitenge. Dada, nimejifunza mengi sana mtaani. Umenifunza mengi. Hususan mapenzi. Penzi langu mimi nachukia sana. Zile pesa mlizonipa nimezitumia hadi zimeisha. Tena kibaya, nimeenda kutumia na mwanamke ambaye anipendi kabisa, ambaye hajajali mimi napenda vipi. Dada yangu, ninaomba sana unisamehe. Nipo tayari kufanya lolote, haki ya Mungu, na pia nitawatii nyinyi.
Naomba mnisamehe sana. Hivi unakumbuka mara ya mwisho uliongea nini? Nilikwambia nini? Nakuomba sana unisamehe. Mimi ni binadamu. Na makosa binadamu tumeumbiwa. Nionee huruma. Mimi ni mdogo wako dada. Tazama nilivyokuwa sasa hivi. Okay, sawa. Utafanya kazi ofisini kwangu kule. Sasa fanya vitu tena vya kipuuzi. Umeelewa? Haya, nyanyuka hapo. Ingia ndani. Kweli ndio umenisamehe? Ndio nimekusamehe. Dada. Umenisamehe kweli? Ndio nimekusamehe, ingia ndani. Wacha shemeji. Ndio kwa na kisimengwa nini kwani? Mimi na wewe tuko mbali sana, kanyota na ardhi, ila bado na imani nitakuona. Umenifanya nilewe mpaka marafiki wamebaki wanashangaa, kila nachongea masikini kwamba nakupenda sana. Natamani uwe karibu na macho yangu ili nikulinde dhidi ya mwewe kipenzi.